Kukaribisha kwenye Love Life Academy, rafiki yangu unaendelea kufuatilia mafundisho kwenye channel hii ya Johannes, lakini pia na kwenye Love Life Academy, sehemu ambako Mungu amenipa neema na nguvu ya kufundisha masuala ya mahusiano, maisha, utajiri, mafanikio, imani, lakini pia na namna ya kuweza kuishi hapa duniani na kushinda, ili mwisho tusije pia tukaikosa mbingu. Sasa leo nina topic nasema hivi kwamba kama bado unafanya haya 12 kwenye mapenzi na kwenye majira haya ya mwisho, jua ni kipofu, usiyejua unaelekea wapi. Hapa duniani kipofu anapomuongoza kipofu, wote watatumbukia kwenye shimo. Lakini pia ukiwa njia panda, umefumba macho, hauwezi ukapata njia ya kupita. Lakini pia ukiwa umepanda gari linalorudi reverse, hauwezi ukafika unakokwenda. Na ukipanda gari usilojua linakwenda wapi, hauwezi ukafika. Unaenda Amerika na umepanda gari la kwenda China, ina maana utapotea njia na utatumia gharama mara mbili. Wengi tupo kwenye mapenzi, lakini tunatumia gharama mara mbili, tumepotea njia, tunaumizwa na tunaongozwa na vipofu. Na sisi kwa sababu tunaamua kufumba macho, nafsi zetu kufungwa, roho zetu na miili yetu kuteseka. Nafsi inapofungwa, roho ya mwanadamu ikafungwa, mwili wake utapata majanga na utaenda shimoni. Ukiwa bado unafanya haya, stuka, badilika haraka iwezekanavyo. 1. Unazini na kugawa mwili wako kabla ya ndoa, na unakisi, unafanya vitu vya ndani ya ndoa kwenye uchumba. Wewe ni mwanaume, ni mwanamke, hiyo biashara ni haramu na haitompa Mungu neema ya kubariki ile ndoa au hayo mahusiano. Kwa mwisho wa mwisho utazalishwa, mwisho wa mwisho utaibiwa, mwisho wa mwisho utadharirika, mwisho wa mwisho utaangamia. Kwa hiyo badilika. 2. Unatandika kitanda, unafua nguo, unafanya vitu vya mke au mme kwenye uchumba. Unashangaa umeshaanza kuwasomesha wadogo watu, umeshaanza kuhudumia familia ya mama mkwe, baba mkwe, na bado hujaoa au bado hujaolewa. Hiyo biashara ni haramu na hiyo itakukosti kwenye maisha yako. 3. Umezalia mtu ambaye hajakuoa. Utalea mwenyewe na utakuwa baba na mama wa mtoto, lakini pia utafungiwa fursa. Mwingine umezaa na mwanamke kabla ya ndoa na amekataa kuolewa kwako. Kwa hiyo mwisho wa mwisho utapata jukumu la kulea watoto wa nje, na mwisho wa mwisho utashangaa ndoa yako inapata changamoto kwa sababu ya mtoto wa nje. Au wewe mwanamke utashangaa unakosa soko, ukishakataliwa soko lako linapungua. Ukiwa hujazaa na hujazini una mvuto wa 100%. Ukishazini una 50%. Ukishazaa mtoto 10% hadi 0 ya mvuto wako. Kwa hiyo stuka rafiki yangu, toka usingizini, Mungu akusaidie na kuangaze. 4. Unagombania mchumba, mvulana au mwanamke au mwanaume kwenye uchumba. Unapogundua kuna vita na ugomvi juu ya mpenzi, wewe jitoe na Mungu atakubariki, utapata mtu sahihi. Lakini unapogombania, kile unachogombania hakuna kitu cha thamani zaidi yako. Wewe ni wa thamani zaidi ya chochote duniani, kwa sababu wewe usingekuwepo hakuna chochote kingekuwepo. Kwa hiyo ndio maana Mungu pia anatuambia, ukisoma kitabu cha Mathayo sura ya 22 mstari wa 37, anakuambia tumpende Mungu kwa mioyo yetu yote, akili zetu zote, fahamu zetu zote na nguvu zetu zote. Lakini majirani yetu au majirani zetu tuwapende kama nafsi zetu. Ndani ya nafsi kuna nini? Ndani ya nafsi kuna kitu kinachoitwa roho, mwili na kuna kitu kinachoitwa roho, mwili na kwenye nafsi kuna kitu kinaitwa akili, hisia na maamuzi. Kwa hiyo lazima tuwapende watu kwa kuangalia hisia. Je, hisia zetu zinaharibiwa au zinaumizwa? Kama zinaumizwa, ila maana huyo mtu lazima uweke umbali kidogo. Lakini pia angalia maamuzi. Je, maamuzi unayofanya ni sahihi? Je, ni mtu ambaye ni kweli unaenda kufurahia maisha? Kwa sababu kosea vyote, usikosee kuoa au kuolewa, kwa sababu kuoa au kuolewa ni picha harisi ya maisha yako ya kiroho yatakuaje, maisha yako ya kiuchumi yatakuaje, maisha yako ya kijamii yatakuaje. Wengi baada ya kuoa wamekuwa maskini, wengi baada ya kuoa wameacha imani yao, wengi baada ya kuoa uchumi wao umeyumba na wamekuwa maskini, wengi baada ya kuoa wamefungwa, wameingia kwenye hali isiyofaa, wengine akili zimeluzi, wengine kabisa wamekosa ubunifu kwenye maisha yao. Kwa nini?
Unapooa vibaya unapata mabaya. Kwa mfano uwe mchawi au mtu asiyemjua Mungu, mwisho wa mwisho ni laana na mikosi kwenye maisha yako. Lakini unapooa vizuri kwa kuzingatia mapenzi ya Mungu, utafanikiwa. Kwa hiyo usigombanie kitu kinachoitwa mke au mme au msichana au mvulana, usije ukaangamia na kukosa baraka. Kumbuka maandiko yanasemaje, heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, lakini pia amelaaniwa mtu yule amtegemee mwanadamu amfanyie kama kinga yake, huku moyoni mwake amemwacha Mungu. Atakuwa kama fukara nyikani, asiyejua mema yatatokea wapi. Soma kitabu cha Yeremia 17 mstari ule wa 5. Lakini 5, unatoa uchumi wako na uongozwe na huyo mpenzi wako na hamjaoana, utafilisiwa na mwisho wa mwisho utaweka vidole puani au mikono kichwani kwa sababu ya umaskini utakapo kukumba au ugomvi utakaotokea. Au muda mwingine utashangaa fedha umemkabidhi huyo mtu na ataanza kuhonga wanaume wengine au wanawake wengine, na mwisho wa mwisho unaanza kulia na kusaga meno. 6, unalilia kilichosema hakikutaki. Rafiki yangu, acha uzembe. Unapokataliwa jua umeachwa huru. Mamilioni ya watu hapa duniani tunapambania vitu vya dunia, lakini kama mtu yeye mwenyewe ametuacha, tusihangaike. Samea, achilia, songa mbele. Kumbuka kuoa na kuolewa ni hapa duniani tu, na baada ya hapo tutavishwa mili kama ya malaika, na hakuna kuoa wala kuolewa, na tutaishi maisha ya kumpendeza Mungu. Kwa hiyo kama mtu amekukataa, amejikataa mwenyewe. Kama mtu amekuacha, amejiacha mwenyewe. Kama mtu amekukataa, amepoteza cha thamani. Kumbuka wewe ni wa thamani sana rafiki yangu, usije ukajiuza cheap. Don't be a cheap product, be a very expensive product. Be a very valuable product. Look at yourself, you have an image of God. Una sura na mfano wa Mungu. Soma Mwanzo 1:26 mpaka 27. Maandiko yanasema, na tumfanye mtu kwa sura na kwa mfano wetu. Mungu amekupa nafsi kama ya kwake. Mungu amekupa roho kama ya kwake. Mungu amekupa uweza na nguvu wa kutengeneza, kuthamini na kufanya vitu vikubwa. Mapenzi yasikuondoe ufahamu na kukosa mwelekeo duniani. Lakini kitu cha 7 unachotakiwa kuzingatia ni anakuja na kuondoka, ila bado unajitoa bure, kimwili, kiuchumi, kimda. Unaweza ushangae mtu amekukataa kabisa, anakuja na kuondoka, lakini unapambana kutoa hata uchumi wako, fedha yako unaimwaga kwenye mtu. Kumbuka unapomsaidia labda mhitaji, yatima, mjane, unapata baraka. Lakini unapotoa kwa sababu ya mapenzi na zinaa, ni laana na mikosi kwenye maisha yako. Na ndio maana wengi wamefilisika, wengi afya zao zinaumwa, wengi wamekosa mwelekeo duniani kwa sababu wamefanya vitu kinyume na mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo mtu anayekuja na kuondoka, huyo anakuchezea akili. Piga chini, ondoa kwenye faili ya maisha yako. Simama na Mungu, Mungu ataleta kitu kizuri kwenye maisha yako. Lakini pia 8 ni magonjwa, kukosa kufanya kazi, kujitesa na kuandamwa na majanga kwa sababu umekataliwa. Unashangaa mwili unaanza kudhoofika, mara pressure, mara kisukari, hulali, usinzi, unalialia ovyo. Mambo hayafai, uchumi wako umeshuka, baraka zimepotea, eti kwa sababu umeachwa. Rafiki yangu, unapoachwa jua unapewa muda wa kukaa mwenyewe na kutafakari juu ya maisha yako mwenyewe. Unapoachwa unapata muda wa kufanya refreshment. Unapoachwa kuwa karibu na Mungu zaidi ili upate kujua mambo mengi ya sirini na kuweza kushinda duniani. Unapoachwa ina maana mwili wako utaanza kuregain ile nguvu, kwa sababu zinaa pia yenyewe inapoteza baraka za Mungu. Mapenzi, ukifanya mapenzi sana utapoteza hata akili. Kwa hiyo nikwambie kitu kimoja, ukifuatilia vizuri kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati na kwenye kitabu cha Kutoka, wana wa Israeli walipotaka kwenda kukutana na Mungu, Mungu alikuwa anawakataza wasilale na wake zao au na waume zao kwa siku ngapi? Kwa siku 3, ili waweze kukutana na Mungu. Ina maana kuzini muda mwingine unajisi. Hata kama umeoa, upo kwenye ndoa, kufanya mapenzi kupitiliza ni unajisi na utakosa mwelekeo. Kwa hiyo lazima uweze kumanage maisha yako na kutengeneza thamani ya maisha yako ili uweze kuwa mtu mkuu. Ndio maana ukisoma kitabu cha Wakorinto tunaona Paulo anasema, mkiweza kuwa kama mimi, msioe mwe kama mimi. Lakini kama utawaka tamaa, basi oa, lakini aliyeoa awe kama hajaoa. Kwa nini inakuwa hivyo? Ni kwa sababu aliyeoa akili yake yote ni kumpendeza mume wake au mke wake,
lakini ambaye hajaolewa au kuoa, yeye ni kumpendeza Mungu. Kwa hiyo tukijua hilo, hatutoanza kukimbilia vitu vivyo tuacha. Zaidi tutafurahi na kusonga mbele na kufurahia maisha. Lakini kitu cha 8 ni magonjwa. Nimeshafundisha hicho kitu. Cha 9, umeacha kusudi la Mungu kisa mapenzi. Labda ulikuwa kwenye masomo, unasoma shule, umeacha eti mtu anataka kuoa au kuolewa kwako, unaacha masomo, unaacha kazi, unaacha biashara, utateketea na utaangamia. Kuna wengine mwanaume anataka kuoa, anakuambia uache kazi. Usikubali, bora huyo aondoke. Kwa sababu issue sio kuolewa, issue ni kuolewa kwa mtu sahihi. Kwa sababu ukiacha kazi baadaye utakuwa ni mzigo. Ukiacha masomo baadaye utakuwa mzigo, baadaye hatakuacha. Mapenzi yanapokuwa ya moto unakuwa unavutia, lakini baadaye yanapoisha mkazoeana, ataanza kuona kama kinyago au takataka au gari bovu. Usikubali kuwa takataka, usikubali kuwa kinyago, usikubali kuwa gari bovu. Baki na thamani yako. Tafuta mtu ambaye atasapoti kile unachokifanya kulingana na kusudi la maisha yako. Lakini 10, unashangaa umemwacha Mungu au Kristo Yesu kisa ndoa au kisa mapenzi. Utaangamia. Mwanadamu asiye na Mungu ni mwanadamu aliye kipofu, anayeongozwa na kipofu. Mwanadamu aliyemwacha Mungu ni mwanadamu aliyepanda gari asilojua linaenda wapi. Kumbuka Mungu, yeye ndo mwanzilishi na mkamilishaji wa maisha yetu. Kama mwanadamu hana Mungu, mwanadamu huyo hana maana ya kuishi hapa duniani. Mwanadamu yeyote aliyemwacha Mungu ni mwanadamu ambaye ataishi duniani, anaweza kuona ni kama anaishi, lakini ni kama ameshakufa, kwa sababu uhai upo katika Mungu aliyekuumba. Yeye aliyekuweka duniani ndiye atakayeweza kujua future yako ikoje. Kama jinsi ulivyokuja duniani bila kitu, ndivyo utaondoka bila kitu. Kwa hiyo ni wakati wako wa kumkiri Kristo au ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ili siku ya mwisho usije ukaenda jehanamu ya moto. Na usije ukamwacha Mungu kisa mapenzi, utaangamia na utaenda jehanamu ya moto. 11, unafuata mtu wa imani nyingine na unabadili dini muda mwingine kisa ndoa. Mfano wewe ni Mkristo, uko tayari kuacha eti dini yako, eti unaenda labda kwenye Uislamu eti uolewe. Utaangamia, kwa sababu misingi ya dini, misingi ya imani ina impact kwenye amani na mwelekeo wa familia. Kumbuka Waislamu wana imani zao na Mkristo ana imani zake. Kwa mfano, Waislamu wanaamini kuoa mke zaidi ya moja, lakini Wakristo hawaamini. Sasa wewe mwanamke umeacha Ukristo, unaenda kwenye Uislamu eti uolewe, utatundikwa wake wengi na utakuja kujuta maamuzi. Umeshampoteza Mungu na unapoteza ile ndoa uliyoifanya. Mwanadamu anapoacha Mungu akafata kitu cha duniani au cha kimwili, huyo mwanadamu Mungu atakuwa na wivu juu yake, atamwacha na ataangamia. Ndio maana nishawahi kufundisha kitu hichi kimoja, nikakwambia kwamba kwa nini wengi mabaya yanatukuta au yale tunayoyapenda yanageuka kuwa ni adui wetu. Ni kwa sababu tunayaweka ndani ya mioyo, na tunajua Mungu anakaa ndani ya moyo na anataka tumpende sisi kwa mioyo yetu yote, maana ndiko zinakotoka chemchemi za uzima kwenye mioyo yetu. Na tunatakiwa tumjue sana Mungu ili tuwe na amani, ndipo mema atakapotufuata, kama Ayubu 22:21 inavyosema. Kwa hiyo usije ukaacha Ukristo eti kwa sababu nataka kuolewa na badili dini. Utaangamia, na mwisho wa mwisho utakosa mwelekeo na utajuta maamuzi hayo baadaye. 12 na mwisho, unashangaa umekuwa tegemezi kwa mtu mwingine au kwa mwanadamu. Unapokuwa tegemezi, huna chochote cha maana kwenye maisha yako, unakuwa ni kama kipofu, unakuwa ni kama gari bovu, unakuwa ni kama mzigo, unakuwa ni kama kinyago, au tuseme nini, kitu ambacho hakithaminiki hata kidogo. Ni kwa nini nasema hivyo? Nataka nikusomee neno Yeremia 17:5. Maandiko yanasema, Bwana asema hivi: amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu, amfanyaye mwanadamu kuwa kinga yake, na moyoni mwake amemwacha Bwana. Maana atakuwa kama fukara nyikani, hataona yatakapotokea mema, bali atakaa jangwani palipo ukame, katika nchi ya chumvi isiyokuwa na watu. Lakini 7 anakuambia, amebarikiwa mtu yule anayemtegemea Bwana, ambaye Bwana ni tumaini lake. Maana atakuwa kama mti uliopandwa kando ya maji, uenezao mizizi yake karibu na mto. Hautaona hofu wakati wa hari ujapo,
bali jani lake litakuwa bichi, wala hautatahayarika, hautahangaika mwaka wa uchache wa mvua, wala hautaacha kuzaa matunda. Mimi nimemaliza kufundisha haya. Wewe mwenye masikio asikie, asiye na masikio asisikie. Anayetaka kufuata afuate, asiyetaka aache. Lakini huo ni unabii juu ya maisha yako wewe ambaye hautochukua maamuzi sahihi kwenye majira haya ya mwisho katika masuala ya mapenzi. Nina vitabu, nina ushauri. Rafiki yangu, usiache kunitafuta. Mungu amenipa neema ya kukusaidia, kukuongoza na kuweza kukufundisha. Unaweza kunifuata, unaweza kunipata nipo Dar es Salaam, unaweza kunitafuta pia kwenye simu, na kupa uhakika utapata majibu ya maswali yako yote. Je, ni mtu ambaye umeachwa na unataka kujiua? Je, ni mtu ambaye kupata ndoa ni changamoto? Je, imefikia hatua uchumba umekuwa ni mwiba kwenye maisha yako, huna mwelekeo kabisa? Je, ni mtu ambaye maisha yako yamekuwa ni kama takataka duniani na wakati wewe ni wa thamani? Usiogope, tafuta vitabu vyangu. Nakupa uhakika utakuwa ni nyota na utaanza kuvutia kupita kawaida. Nawapenda katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Thank you.